Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na vikao vyetu baada ya swala ya dhuhuri. Kwa dakika kidogo fanya subra ili ufaidike, kwa sababu tunachokizungumza hapa ni elimu kubwa kabisa ambayo inahusiana na ibada kubwa ya sala. Tumepata kitabu hichi kinachoitwa Tanbihul Kiram li Umudi al-Islam. Jana tulikuwa tunazungumzia maswali ya kuleta adhkar katika vitendo vya swala. Katika vitendo vya swala haswa pale tumeanza na unaporudi kutoka katika rukuu. Unaporudi kutoka kwenye rukuu, Samia Allahu liman hamida. Tukazungumza kuna mapokezi ambayo tofauti, lakini unaweza kusema Rabbana lakal hamd moja, lakini vile vile unasema Rabbana walakal hamd, na pia unaweza kusema Allahumma Rabbana lakal hamd, na unaweza kusema Allahumma Rabbana walakal hamd. Zote hizi unaweza ukachagua, na ni vizuri kama tulivyosema kwamba unaweza, kwa vile kuna sigha zimekuja nyingi, miundo imekuja mingi, kwa unaweza ukabadilisha, ukatumia huu, ukatumia huu, ukatumia huu, ili uzipate sunna zote hizi alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuliko kubakia nayo ile ile moja. Lakini vile vile tukaambiwa kunayo adhkari nyingine, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shita min shay'in ba'd. Vile vile unaweza kusema, na ndio maana kwa na baadhi ya maimamu unaona kasimama sana, kumbe tunategemea anazileta hizi zote. Lakini vile vile kuna ahla thana wal majd, ahaqu ma qala al-abdu wa kulluna lakal abdu, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kwa hiyo vile vile unaweza kuzileta hizi, na hizi ikiwa unahisi pengine utaweka sana maamuma wako, ni vizuri kuzileta katika swala za sunna. Unazidi kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, na unazidi kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anazidi kukupenda, na unakuja kujishtukizia wewe maisha yako, mambo yako yanakuwa sahali bila kutarajia, kumbe umedumu na vitu kama hivi. Lakini tukazungumza namna ya kuanguka kutoka juu. Nasema kuanguka kama alivyozungumza yakhiru, inna Umar yakhiru. Umar alikuwa akianguka. Kuanguka maana yake unakusudia umesimama juu, sasa unaenda kusujudu, ile namna kwenda kwenye sijida, wanasema alikuwa anafikia magoti. Na wanao dalili, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asiende mmoja wenu kwenye sijida kama anavyoenda, la yabruku ahadukum kama yabruku al-ba'ir, asiende kupiga goti kule mmoja wenu kama anavyopiga goti ngamia. Kwa wanachuoni wanajaribu kusema, wapo wanaosema kwamba uende ufikie magoti, lakini wengine wanasema hapana, usifikie magoti bali ufikie mikono alafu magoti. Kwa hiyo unaweza kumuona mtu anaswali, usichukue papara ya kwenda ukamwambia sivyo hivi unavyofanya, hivi sivyo unavyotakiwa uende, wakati unatoka juu unakuja chini. Utakuta huku kauli hii ipo na huku kauli hii ipo, na wote hao na kauli zote hizo zina mashiko. Lakini ukiridhika nayo moja, alhamdulillah, utakuwa na dalili kama hii ambayo imeandikwa humu. Umar radhiallahu anhu alikuwa akienda kusujudu anaendea magoti. Lakini tukafahamishwa kule, ukifika kule chini namna gani ya kukaa, na hilo jana tulizungumza namna ya kukaa unapofika kule. Na leo inshallah, kwa sababu tulivyofikia hapo, na leo inshallah tutazungumza zaidi katika ukaaji. Tushafika kule chini kwenye
kwenye sijida na kwenye kikao kile cha sijida mbili, kwa sababu tulikizungumza namna ya kusujudu. Tulizungumza namna ya kusujudu kwamba usifanye mubalagha, usikithirishe, usiende mbali sana, uwe i'tidal, uwe kati na kati. Yani usijifinye sana wakati unasujudu, wala usijirefushe sana wakati unasujudu. Ukijirefusha sana, manake hiyo utakuwa umefanya mubalagha, umezidisha zaidi na zaidi. Lakini unataka ufanye kati na kati, usijifinye ukawa kama vile wanavyosali wanawake, au kama vile mkao wa panya fulani hivi. Usijifinye, bali uwe kati na kati, na mikono yako uinue. Na mikono kuinua hivi viinuke juu, wanasema lakini ukiwa unaswali peke yako, kwa sababu kama unaswali na wenzio kwenye safu, ukiweka mikono hivi, manake tena unatafuta vita hapo. Swali vipi ule kama sugudi, ukishuka umekula Pepsi inakuwa tatizo. Kwa hiyo ukiwa unaswali na wenzio lazima uwe makini, lakini ukiswali peke yako, sema vile vile kuna watu wanafanya mubalagha katika hilo pia. Maana atainua mikono hivi, ataweka hivi, anaswali mikono iko kule. Huyu kazidisha mno. Kama wale tuliowazungumza wanaoleta zile takbira zile, anafanya hivi. Wapo wanafanya hivi. Usawa mabega au usawa masikio. Lakini yeye anafanya sasa hii, tunasema labda huyu ni kijana, huyu ana jazba zake kidogo. Lakini mambo yanatakiwa tufanye kati na kati. Leo biidhnillah anasema walil julus baina sajdatayn hay'at. Kukaa baina sijida mbili. Umeenda sijida ya kwanza, alafu unakuja unapumzika, unakwenda sijida ya pili, hay'at. Kuna namna tofauti kukaa pale. Al-ula, ya mwanzo yao, al-iftirashu. Kikao kinaitwa iftirash. Iftirash natoka na neno lile farsh. Farsh maana yake ni tandiko. Sawa. Kwa iftirash maana yake anaeleza hapa. Iftirashul yusra wa nasbul yumna. Mguu wako wa kushoto unaulaza na mguu wako wa kulia unausimamisha. Mustaqbilan asabiha alqibla. Hali ya kuwa unaelekeza vidole vyako kibla. Kwa hiyo al-iftirashu, barakumullahu, manake unakwenda hapa, kasema unauinua mguu wako wa kulia, unauinua. Huu mguu wako wa kushoto unaukalia. Sasa huu mguu ndo ushofanya ndo tandiko. Kwa hiyo hii ndo wanaita iftirash, unauinua. Kwa hiyo vidole vinaelekea kibla. Kwa hiyo huo na mkao huu ndo unatakiwa ufanye katika swala yako yote, isipokuwa kikao cha mwisho, tahiyatu ya mwisho. Yani vikao vyako vyote unatakiwa ufanye hivyo. Hivyo ndo sunna. Labda wengine wanaweza kujiuliza, hii na maana mimi vile ninavyofanya sivyo, kwa hiyo mimi sipati kitu. Unapata. Lakini ukitaka sunna hasa ufanye hivyo iftirash. Lakini ukiibana hivi, kwa sababu watu wengine wanakuwa labda anaumia, anaumwa, na tatizo hili, tatizo hili, kwa leo anaweza kufanya, kesho hawezi kufanya. Kwa hiyo ukifanya vile hakuna tatizo. Mfano pengine bwana mimi mguu unaniuma, kwa hiyo mimi napakatisha miguu yangu hivi, hakuna tatizo, umepakatisha hivi, sawa Au mwingine kakaa hivi, kwa una dharura, hakuna tatizo. Lakini unavyotakiwa sasa, sunna mtume ni hivi. Na ukijiangalia mwenyewe ndio unajiona sasa unakaa kiume. Kwenye swala unajiona sasa, hapa mimi nimekaa kama mwanamume. Tofauti mikao mingine unajiona kidogo gani, lakini ukikaa sasa ile ukijiangalia ulivyotulia unaona hapa mimi kidume. Ule mkao ulivyokaa tofauti na hii mikao mingine. Sio kama haikubaliki, kwa dharura inakubalika. Kwa hiyo hiyo kwanza al-iftirash. Lakini kikao cha pili hapo kwenye sijida mbili, pale baina sijida mbili, anasema al-julusu ala aqibain. Kukalia visigino viwili. Unaweza kukalia visigino viwili, mustaqbilan asabi'ihima alqibla, hali ya kuwa unaelekeza vidole vyako vya miguu hiyo miwili unavielekeza kibla. Wala yushra'u fi ghairi hadhihi almawdu', na si sheria
isipokuwa katika sehemu hizi mbili. Vipi? Unakaa hivi, unakaa baina sajdataini hiyo, unakaa hivi miguu yako hii umeisimamisha. Si sheria isipokuwa baina sajdataini, baina sajda mbili hivi, miguu imekaa hivi. Kwa hiyo sio kama uko kwenye tahiyatu ndio uko hivi, tahiyatu almubarakatu uko hivi. Tahiyatu ya kwanza utakalia hivi, lakini hii manake umekwenda chini, unakwenda ile sijda ya kwanza utakaa hivi, hakuna tatizo. Alafu unaenda sijda ya pili, alafu unaenda zako juu. Hayo ni maelekezo, na hivyo Mtume anasisitiza swallu kama raaitumuni uswali, na hivyo ndivyo walivyopokea maswahaba namna ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayaqulu, na utasema baina sajdataini, utasema rabbi ghfirli warhamni, Mwenyezi Mungu nisamehe. Rabbi ghfirli, kuna wao ambao wanafikia hapa rabbi ghfirli basi, lakini madhhabu ya Imam Shafi sema rabbi ghfirli warhamni, rabbi ghfirli warhamni. Kwa hiyo hii ndo adhkari inoletwa pale, na anasema hapo mwenye kitabu wayustahabu, na inapendeza, ni vizuri qauluha thalathan, kuisema hivyo mara 3. Rabbi ghfirli warhamni, rabbi ghfirli warhamni, rabbi ghfirli warhamni, mara 3. Walahu an yad'ua bisitti fayaqul, na yeye vile vile anaweza kumuomba Mwenyezi Mungu kwa adhkari ambayo ina dua 6. Utasema vipi? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini waafini waafu anni. Unaweza kusoma hivyo na ndo vizuri zaidi, maanake rabbi ghfirli, Mwenyezi Mungu nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu, wahdini, na uniongoze, wajburni, na uniunge, waafini, na unisamehe kabisa, maanake muafat tam, warzuqni, na uniruzuku. Kwa rabbi ghfirli, rafiki yangu shaifazi bado unaijua hujui? Ndio kwanza unisikia? Basi ndo baraka utapata inshallah. Anasema rabbi ghfirli warhamni wahdini wajburni waafini warzuqni. Sawa hizi unazile baina sijida 2 pale, alafu unaenda sijida nyingine ya pili, unaendelea na adhkari inohusika pale, subhana rabbiyal a'la. Sawa Kwa hiyo usije ukasahau, au nikuprintie, nitakuprintia. Na wewe si unataka? Nitakuprintia inshallah. Haya, kwa hiyo huo ndio utaratibu. Watushrau, na inafaa jilsatul qasira, kukaa kikao kidogo, listiraha, cha kupumzika. Wanaita jilsatul istiraha, kikao cha kupumzika. Kipi? Maanake kabla hujapanda zako juu, unatoka chini, kabla hujaenda juu utafanya jilsa. Vipi? Maanake hivi, umekuja zako hapo, unatoka zako juu, Allahu akbar, sijida ya kwanza, tunakuja zetu hapa, unakwenda pia sijida ya pili. Sasa hii ya pili si unaenda zako juu. Sasa kabla kwenda, ushatoka hapa, kabla kwenda juu ni sunna ukakaa kwanza kidogo istirah, alafu tena ndo ukaja zako juu, sunna. Kwa hiyo utaona kuna misikiti mashallah, utaona kama ukiswali, utaona kama, maana vile walivyozoea ukimtaa, maana yake mtaa, utaona kama kama mgeni vile. Ukiingia kuna baadhi ya misikiti wote wakitoka pale wanakaa jilsatul istirah, wewe unajiona ushafika juu. Unaona watu wako jilsatul istirah, alafu wanakuja zao juu. Iko misikiti hiyo, kama mfano msikiti ambao nishaona sana mimi hapa kwa Mwalimu Sule hapa, wanafanya sana Masjidul Amin, sio kama inaitwa ile. Sasa ushausahau Madrasatul Amin, msikiti Duara, maarufu msikiti Duara. Mara nyingi wanaileta ile jilsatul istirah, kwa sababu wale wamekuwa pamoja na hivi vitu kama hivyo.
Kama ukenda kuna baadhi ya misikiti mingine, hii misikiti na sifa tofauti Ukenda misikiti mingine kwanza unapigwa dhikiri pale, kuna misikiti maalum hiyo, dhikri ya nguvu. Kuna misikiti mingine ukenda kimya, watu washaanza kuswali hawi. Kimya. Kila mmoja anatafakari kidogo kidogo. Alimradi kila msikiti utakuwa pengine una sifa yake fulani hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo wayafalu ma faalahu fi sabiqatiha ghaira istiftah. Sasa ukisha kutoka chini unakuja zako juu, utafanya ma yafalu, kile ambacho umekifanya fi sabiqatiha, hapo mwanzo, yale matendo uliyofanya mwanzo uliposimama mara kwanza kabla kwenda chini, utafanya ghaira istiftah, isipokuwa ile dua ya ufunguzi. Yani ile dua ya ufunguzi ile inasoma mara hii moja tu. Yani pale unapoingia kwenye mswala wako Allahu Akbar, unaileta dua ya ufunguzi, ndo hapo tu. Sio kila ukisimama uilete hiyo dua ya ufunguzi. Dua ya ufunguzi mara moja tu. Wataawudhu, na bila kuileta a'udhu billahi. A'udhu billahi inaletwa mara ya kwanza tu, tena zilizobakia huna haja ya kuleta a'udhu billahi katika rakaa zilizobakia kila ukisimama. Wakadha la yustaftau masbuku dakhala ma imami yaqra'u jahran, na vile vile anasema hasomi dua ya ufunguzi mtu ambaye ameingia pamoja na imamu jaharan, hali ya kuwa anamuona yule imamu kashaanza kudhihirisha kisomo. Yani Allahu Akbar, kwa bahati ile Allahu Akbar, imamu bi Allahu Akbar, pengine yeye hajasoma au kasoma chapchapu, Allahu a'lam, lakini unamuona vipi anaanza kusoma sura imamu, bismillah, anadhihirisha. Kwa hiyo wewe huku nyuma usije ukaisoma ile dua ya nini, ya ufunguzi, bali unatakiwa umsikilize kisomo cha imamu, usisome la pale kakana yeye anasoma na wewe unasoma kabisa. Anaendelea anasema wayajlisu litashahudi, na atakaa kwa ajili ya kusoma shahada, atakaa kitako. Walikulli minar rajulaini, anasema walikulli minar rijlaini, samahani, walikulli minar rijlaini, na katika kila miguu yako miwili, waliyadaini, na mikono yako miwili, wa asabi hayatun inda aljulus, na vidole vina namna wakati umekaa. Yani mikono yako, miguu yako, vidole vyako kuna namna yake maalum wakati unaileta tunasema tashahudul awwal, ile kisomo cha mwanzo kile cha shahada pale. Yani usikae vile vile unavyotaka wewe tu. Mikono ina namna yake, miguu ina namna yake, na kila kitu, na vidole vina namna yake. Kwa hiyo lazima tuchunge, tujue wapi panakaliwa hivi na wapi panakaliwa hivi. Anasema fahaiatu rijlaini, basi namna ya miguu miwili, nasbul yumna, unaosimamisha mguu wa kulia, mustakbil alqibla bi asamiha, kwa kuelekeza kibla kwa asabi, vidole vyake, kama nilivyosema. Aliftirashu alyusra, unaulaza mguu wa kushoto, watusamma jilsatul iftirash, na hiyo inaitwa kikao cha iftirash, maana kulaza mguu. Walahu an yajlisaha, na yeye anatakiwa akae fi kulli julusin fi sala, kikao hicho anatakiwa akae vikao vyake vyote katika swala yake, kile ambacho unasimamisha mguu na unalaza mguu wa kushoto, unaulaza, unaukalia, vikao vyake vyote unatakiwa ukae hivyo, isipokuwa kile kikao cha mwisho. Waliftirashu, na iftirashi hii huwa aljulusu alaiha, kwa juu yake. Waliftirashu huwa irsalu, hapa anafahamisha kile ambacho tumekionyesha, hatuna haja ya kuendelea. Na kuna kikao chengine kinaitwa wa amma jilsatu tawarruk, ama kikao chengine cha mwisho kinakaliwa vipi? Sasa kabla kukizungumza hichi kikao chetu cha mwisho wa swala kule kinakaliwa vipi, tuzungumze namna gani unatoka chini kwenda zako juu. Namna gani unatoka zako chini kwenda zako juu? Vipi? Kuna namna mbili kuu za mtu kuinuka kwa mujibu wa kauli za wataalamu wetu. Unatoka zako chini, unakuja zako hapa, pengine hapo ndo unataka kwenda zako juu,
Kuna namna mbili. Wanasema namna ya kwanza unategemea mikono yako kujiinua. Maana yake unakuja zako hivi, unakuja hapa hivi, unajiinua. Sawa? Unategemea mikono ile kiunue. Ala, mimi nataka ni sasa. Bishabu. Namna ya kwanza asema tunaenda zetu chini. Sawa? Kwa hiyo ushaka hapo, mfano jilsatul istira, kile kikao cha kupumzika kile. Umekaa sasa, unataka kuja zako juu. Niinuke vipi hapa? Kwa hiyo utategemea mikono hii ndio unajiinua kwa mikono. Namna ya kwanza. Na jamani, hii ibada usiinuke unavyotaka, maana inawezekana Allahu Akbar kuna watu sisemi wendazimu, lakini maana mtu anaweza kainuka hivi hivyo. Au vipi? Anaweza kainuka hivyo. Tunajijua wenyewe si, lakini lazima tuelekezane. Anaweza katoka mtu hapa, bwana. Naona hii nguo kama itanisumbua hapa. Lakini sasa ni namna mbili kubwa. Kwa hiyo uko zako chini, uko zako hapa, unainuka hapa, unategemea mikono, na hii mara nyingi watu wazima ndio wanaitegemea sana hii. Lakini yenu vijana nyinyi na sisi sote vile vile ni sunna, unatoka hapa unategemea magoti. Moja kwa moja umekaa hivi, unainuka hivi. Hizo. Lakini watu wazima maana mkiinuka hivi, je, itafaa haifai? Inafaa. Zimeleka nirudie. Zimeleka hizo mbili Unainukia mikono kama supporter, unainukia mikono. Lakini nyingine unakuja zako hapa unakuja zako hivi. Na hii ndo ya kiume. Hii ndo unajihisi kama miki dume. Amefauzi, samahani. Unajua unainukia, unasema ya Rabbi. Ni muda. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyotakiwa tufanye katika swala yote kwa yote. Kwa nini tunafundishana hivi au tunakumbushana hivi? Kwa sababu tuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunatakiwa tuikamate barabara. Swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyokuwa mnaniona mimi nikiswali. Hivyo anawaambia maswahaba, na tunaambiwa sisi tumekopia kwa walimu wetu na kopi. Lakini mwisho huko kuna sahaba, kuna mtume, na mtume kamuona Jibril alayhi salam. Jibril alikuwa anamfundisha, anafanya hivi, anafanya, na hakuna kisichowezekana. Maana wengine wanasema mimi hivyo siwezi. Si kweli. Jizoeshe tu. Sema mimi kikaa vile kama nafanya massage hivi kama nini, shetani tu anakuchezea. Hakuna massage wala nini. Shetani huyo anakuchezea. Kamatana na sunna ya Mtume. Sunna ya Mtume haina massage. Shetani anakuchezea. Labda pengine ukono kutoka ulikaa sana au ulikimbia sana au vipi, lakini hii swala ukizoea, kama sote tutakuwa tunakaa mikao ile iliyoelekezwa, masafu zinakuwa zinanyoka utamu kabisa. Wenyewe mnasema fantastic fantastic kabisa. Yaani hata kama anatokezea adui, vile tulovokaa tu anatuona, basi mwenyewe anatetemeka. Anajua vidume vimekaa hawa, manake wako tayari hapa kwa lolote, kwa chochote. Lakini huyu kaka hivi akishaona hapa hakuna kitu hapa nianze huku nicharaze makwaju huku mpaka mwisho kule. Kini akisha kuona jamaa wamekaa ile, manake ile mnakaa kimazoezi kabisa, kama mtu yuko hapa ingiliki hapa. Na ndo maana katika vita watu wanaendelea kuswali salatul khawf, ipo vitani, mnawaelekea maadui, mnaelekea wale pale maadui zenu, nyinyi mnaswali hapa. Lakini jinsi vile ambavyo Waislamu wanavyosimama katika kuswali kule, wale kwa Waislamu makafiri wale wanatetemeka vile mlivyosimama, vile mlivyojiweka, mmekaa sawa sawa, na huku mnarukuu na mkisujudu mbele yao, wanatetemeka. Ibada ya swala ina haiba yake, ina muonekano wake maalum, inatisha kwa wale ambao wasioipenda dini ya Islamu, wasiopenda Uislamu, inatisha.
na inapendeza katika macho ya Waislamu. Maana mimi baadhi ya wakati hupenda kama lakini sometimes nakuwa natokezea mambo ya ubilisi tu, yani vile kama mfano utaswali nyuma kidogo kwa kuchelewa na kadhalika, vile swafu unavyoziona zilizopangika, watu wameenda kwenye sijida zile walivyopangika, na mfano watu wote wamepiga kanzu nyeupe, unaona vile vinavyopendeza swala, wanavyopendeza kabisa, vile watu wanavyozunguka Al-Kaaba wanavyovaa zile nguo zao nyeupe, unaona, unajua kwamba hili kweli ni jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala lililojiandaa, liko tayari kwa lolote na kwa chochote. Lakini vijana hawa siku hizi wana mtihani. Nasallallahu as-salama wal afia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna swali? Hakuna swali.